Ndio. Ndio. Yes. Kuna listi bado inaendelea? Yeah, listi bado inaendelea. Kwa sasa tuna ambao tumemtangaza tayari ni Whozu, Kusa, Chino, lakini kwa bahati nzuri pia tunaye Meja Kunta, tunaye DJ Omi Crazy, Omi Crazy, kuna Shifter kama Hyper, alafu artists wengine tutaendelea kuwatangaza. Yani kutoka leo baadaye watu wawe karibu na page yangu, kuna artists wengi, lakini pia siku yenyewe tukio tutakuwa na surprises artists wa kutosha. Tunashukuru Mungu, wasanii wengi wamejitolea ama wamependa kulisupport hili wazo. Kwa hiyo tutajitahidi kuona tunashirikiana na wasanii wapi kwenye maeneo gani. Kwa sababu TAA tunaanza, tutakuwa na list ya wasanii wengi sana, lakini pia hivyo vingine tunavyoenda tutakuwa na list ya wasanii wengi sana wazuri. Kwa hiyo kadri tunavyozidi kwenda, kutokana na support ya chuo husika kama TAA ambao wametuahidi vibe ya kutosha, na wamekuwa tukishirikiana nao na tunaamini katika wao. So tunatamani pia kuona vyuo vingine, kwa sababu tulisema sisi tunafuatisha wao wanachotaka wanafunzi. Watupe mapendekezo ya wasanii wanaotaka, vyuo gani wanatamani kwenda. Kwa hiyo kama wewe unasoma chuo fulani na unatamani burudani ikufikie, au chuo kwa chuo je chuoni kwako, kaa karibu na page yangu, hakikisha unapigia kura ama una comment kuhusu chuo chako, na sisi tuko kwa ajili yenu. Yeah. Okay, sawa. Binafsi tulitegemea labda pengine mke wako nani ndio ungempa kipaumbele wakati unaanza kupush issue ya chuo kwa chuo. Lakini hakujaona kabisa ukimgusia nani. Hii ndio ile ambayo pia labda tutegemea surprise. Chuo kwa chuo ipo kwa ajili ya kutoa burudani, kuelimisha, na tunataka tukutane katikati na matakwa ya mashabiki zetu ama hawa wateja wetu wanafunzi. Kwa hivyo Nandi kama mke wangu amekuwa akinisupport na ananisupport mara zote katika vitu vingi sana. Kwa hivyo tutaangalia namna gani ushiriki wake katika hili jambo, lakini kikubwa ni kuona pia nguvu ya wanachuo katika ushiriki wa hili jambo. Kama unavyojua, pia ni biashara, wasanii wana support, lakini lazima kuna uwekezaji unafanyika kuhakikisha wasanii wote hawa wanakuwepo. Kwa hiyo tunatamani kuwepo na Nandi, kuwepo na wasanii wengine wengi ambao nashirikiana nao, marafiki zangu, lakini itatokana pia na wanachuo wenyewe na support yao na ari na nguvu atakayoonyesha. Lakini surprise ipo, sitaki kusema kama atakuwepo hatakuwepo na nani mwingine, lakini kuna surprise nyingi za kutosha na nzuri, na mara zote Nandi amekuwa akinisupport sana. Kwa hiyo ananisupport kama mume wake, ananisupport kama mwanafamilia, na tunasupportiana sana. Yeah. Yes. Ndio. Ndio. Yeah, ipo list ya wasanii wa kike. Kwa bahati mbaya tumekuwa na uhaba wa wasanii wa kike, lakini wapo wasanii ambao tumejaribu kwa contact wa kike, kwa sababu hili jambo ni kwa ajili ya jinsia zote, na kama unavyofahamu vyuoni kuna mabinti wengi, na wao wana wasanii wao wanawashabikia wa kiume na wa kike wenzao. Kwa hiyo tunayo list ya wasanii wa kike na tutai announce. Yeah. Kutokana na vitu ambavyo vinaendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, inaonekana wanachuo wenyewe kama elimu wanaoifanya haiwasaidii chochote katika maadili. Ndio. Tutarajia chuo kwa chuo by name itakuwa na workshop. Kiachana na michezo chini burudani, kuna workshop yoyote labda kuwasaidia wanafunzi kisaikolojia, kujenga na kuanzia mambo yao. Ni kulipa za nchi na familia kwa kujazia kwa wash your comment kuhusiana na hiyo situation iliyotokea ya watoto wa kike ambao wanaendelea kwenye mitandao. Kama msanii, lakini pia same time ilitokea huko vyuo. Yeah. Linapotokea jambo baya kama hivyo, watu wana conclude, wanasema wanafunzi wetu ndo hawa, lakini mimi siamini katika upande huo. Hiyo ni sehemu ndogo sana ya wanafunzi. Jambo la watu wawili au watatu haliwezi kutoa image ya vyuo vyote vilivyokuwepo Tanzania. Tuna wanafunzi wengi sana. Kuna vyuo unakuta chuo kimoja kina wanafunzi mpaka 19,000, 20,000, vyuo vina wanafunzi 8,000, 5,000. Kwa hiyo katika jamii ya watu wengi kama hawa,
lazima changamoto 2-3 zinatokea. Kwa bahati mbaya mambo haya yakienda mtandaoni na linapokuwa baya ndio linabeba image ya watoto. Lakini tuna wanafunzi wengi mahiri, tuna viongozi wengi wakubwa serikalini na watu wengi katika sekta ya maamuzi wametoka katika vyuo hivi. Kwa hiyo bado naamini wasomi wetu na watu ambao wako vyuoni ni watu wenye weledi na vipawa mbalimbali ambavyo wamebarikiwa. Na nina imani na wanafunzi wengi wa kike na wa kiume katika utendaji na baadaye kwenye sekta ya maamuzi. Kwa hivyo linapotokea jambo kama hili linaweza kuwa ni jambo binafsi, lakini kwa sababu ni watu ambao wanatokea chuoni inatengeneza image ya namna hiyo. La kwanza, sisi pia kama chuo kwa chuo tutahakikisha tunavokutana na wanafunzi wetu tunapata muda wa kujenga. Ndio maana tumesema kutakuwa na mdahalo ambao tutakuwa tunabeba ajenda mbalimbali katika kushauriana, sio kubishana, lakini kutengeneza hoja ambazo hazikinzani, ila ni hoja ambazo zina mashiko na zina mifano hai na bora kwa wenzetu ambao wako vioni, kupitia sisi ambao tulishatoka vioni na watu mbalimbali ambao wanatazamwa na wanavyuo kama watu wa mifano. Kwa hiyo tutakuwa na watu wengi ambao wana uwezo mzuri wa kujenga hoja na watu wa mifano, na tazamwa na watu wengi ambao wako vioni, kuona namna gani tunashirikiana kwa kupeana mawazo, kujenga saikolojia za wanavyuo, kuona wanapotoka ama wanapokuwa vioni wanakuwa mfano bora na mzuri wa kuiga. Kwa hiyo hiyo nadhani ndio comment yangu kubwa kuhusiana na jambo hilo. Nenga, umekuwa unatoa support kwa baadhi ya wasanii wenzako. Ndio. Mfano sisi tumekuwa na Nigeria, Yes. kwenye Usi ya Juksi, lakini pia kwenye baadhi ya shows za Diamond Platinum. Ndio. Nafahamu pia Diamond ni mshikaji wako. Ndio. Kwenye chuo kwa chuo, labda pengine unapata support kwa hao washikaji na so far labda tutegemee tutaona kwenye tour ya chuo kwa chuo. Yeah. Nimekuwa nikisupport vitu vya wasanii wenzangu mbalimbali na wao wamekuwa wakisupport vitu vyangu. Kwa bahati nzuri watu wengi ambao nimekuwa nikiwashirikisha kwenye vitu vyangu na wao wanajitoa. Kwa hiyo tarajia kuona watu wengi ambao wanashirikiana nao kwenye vitu wanashiriki katika hili jambo kwa namna moja ama nyingine. Yaani ushiriki wa rafiki zangu hawa, ushiriki wa ndugu zangu hawa utakuwepo kwa ukubwa sana. Yeah. Yes. Ndio. Ndio. Kujigawa, unajua unapokuwa baba, moja kati ya majukumu yangu ni kuhakikisha vitu vyote vinakwenda sawa. Kwa hiyo kwenye jambo linalomhusu mke wangu, nitahakikisha anafikia ile ndoto ambayo yeye anaitamani na linafanikiwa kwa ukubwa ule ambao yeye anauona, na mimi ndio napaswa kuwa mtu wa kwanza kumsupport na kumuonesha njia ile bora, kuwekeza nguvu, akili, muda wangu katika jambo lake, sababu ni jambo lake, ni jambo letu la kifamilia. Na hata kwenye jambo langu mimi huwa hiyo nafasi hiyo ipo. Kikubwa ambacho napenda ni linapokuwa jambo la mke, mimi naweza kuweka nguvu yangu kubwa kuona yeye anawezaje kuprosper au kufanikiwa katika hilo jambo. Lakini inapokuwa jambo langu mimi kama baba pia, natamani nimpunguzie majukumu, asiwe yani ana wajibu tena wa kutumia nguvu katika jambo langu, kwa sababu mimi kama baba naamini ni hii chuo kwa chuo mimi na timu yangu tunaweza kuifikisha pale ambapo natamani kuifikisha. Na moja kati ya vitu ambavyo siku zote natamani ni kumpunguzia majukumu mke wangu, au kumpunguzia stress. She's a African princess, kwa hiyo anatakiwa kuwa princess. Yani hata kama atashiriki kwenye chuo kwa chuo, basi ashiriki katika namna ambayo yeye hataki kupata frustrations zote, kuanza kuwaza hii show inafanyikaje na nini katika level ya utendaji na nini. Naamini hiyo mimi pamoja na timu yangu tunaiweza. Na inapokuwa kwenye vitu vyake pia nashiriki, kwa sababu natamani kuhakikisha yeye anapungukiwa na majukumu hata katika jambo lake. Kwa hiyo siwezi
kushiriki kwenye jambo lake kumpunguzia majukumu, alafu nikachukua tena yeye aje nika reciprocate, yani nikataka kwangu mimi tena aje afanye kama ambavyo anafanya, kwa simsaidii. Lengo la kumsaidia kwenye vitu vyake ni kumpunguzia majukumu. Sasa nikiwa tena namleta kwangu, nampa jukumu, inakuwa tunabadilishana majukumu, kwamba yeye anashiriki kwangu kwa 50% ili mimi nishiriki kwa 50%. Sivyo hivyo. Mimi nataka nishiriki kwake kwa 100%, yeye akishiriki kwangu hata kwa 5%. Ni kubwa sana kwa binti na kwa mwanamke kama yeye ambaye tuna mtoto, tuna vitu vingi ambavyo vinahitaji sana uwepo wake. Ndio. Yes. Kabisa. Ndio. Hapana. Mimi ukiona nimetokea kwenye jambo la mtu au nimefanya kwenye kitu chochote cha mtu au msaada wote nimemsaidia mtu, nafanya kile ambacho naona nafsi yangu inaweza. Sifanyi kwa kuweka deni kwamba lazima wewe uje ufanye kwangu. Nikija kwenye msiba wako, nikija kwenye sherehe yako, nimekuja kwa sababu hiyo nafasi nimekuwa nayo na huo muda nimekuwa nao kama mwanadamu, na mimi hiyo ndio namna yangu ya kuishi. Kwa hiyo sitokudai kwamba eti nilikuja kwenye ulifiwa nikaja na mimi nakaa msibani nikague nani alikuja au nani hakuja, au ulikuja kwenye harusi yangu au nilikuchangia kwenye harusi yako basi lazima unichangie. Mimi siweki madeni ya namna hiyo. Nafanya kile ambacho naona kwa wakati huu naweza kukifanya na naweza kutoa support. Kama wewe utaona nililofanya ni kubwa au linatija kwako, unaweza kushiriki kwenye mwangu. Na ni vizuri kushirikiana. Ushirikiano umoja unatengeneza nguvu kubwa sana. Kwa hivyo ni vizuri kushirikiana, na mimi pia kushiriki katika vitu vya watu ni kuhamasisha watu waweze kushirikiana. Siwezi kumind kwa sababu sifanyi kitu ili nimwekee mtu deni. Nafanya kitu kwa moyo wangu na kwa namna ambayo naona naweza kufanya. Umetoka Nigeria na ile harusi imetaken over dunia. Yes. Na watu wakasema ile imefanyika sana. Wakati harusi inafanyika nakumbuka was there ilikuwa kubwa. Ndio. Kila mtu alisema hii ni noma sana. Ndio. Wako watu wanakompea. Ndio. Sijui wewe experience yako wakikompea mwingine asubuhi akili zenu wasanii labda kuona kwamba sisi tulifanya ilikuwa kubwa hivi. Ama kama kwa maoni yako kwa ulichokiona na watu wanachokidiscuss unaweza ukakisemea nini? Mimi nilioa nilipoona muda wangu umefika kuoa na nimetimiza umri wa kuoa. Hazikuwa mbio za mashindano kwamba nataka kuoa kumzidi nani au kufanya harusi ya kumzidi nani. Nilifika wakati ambao naona sasa niungane na mwenzangu kutengeneza familia. Haikuwa kasi ya mbio ya kushindana ukubwa wa sherehe ama namna gani kitu kinaweza kufanyika. Kwa hivyo mimi sikuwahi kukompea harusi yangu na harusi ya mtu mwingine yote, wala sikuwahi kuchukua mfano kwamba harusi yangu iwe bora. Ilifikia wakati ambao nimeona ni wakati sahihi wa mimi kama kijana kuingia kwenye ndoa kwa lengo la kujenga familia. Na nashukuru Mungu, moja kati ya vitu ambavyo vilifanya harusi yangu iwe kubwa ni support ambayo watu waliitoa. Haikuwa kubwa kwa mimi kuamua au kwa mipango yangu kwamba sasa nataka nifanye harusi iwe kubwa sana, bali watu wengi waliipokea kwa moyo na walijitokeza na walinisupport sana, na nashukuru mpaka leo. Kwa hivyo hata mimi wakati Jux anaandaa jambo lake nimeshiriki kwa kiasi kubwa sana toka mwanzo, kwa sababu nakumbuka hatua za awali wakati ameanza mahusiano na mkewe wa sasa. Mimi ni moja kati ya watu wa mwanzoni kabisa tulikuwa tunazungumza, yuko kule kwenye NBA tunaongea video calls na nini, na nadhani ilikuwa sijui ni wimbo wa Mabosi umetoka kitu kama hiko. Yule dada alijipost clip, Jux akanitumia, nikapost na hivyo. Kwa hiyo toka mwanzo tumeshirikiana katika kuona jambo lake linawezaje kuwa kubwa na zuri. Kwa hiyo linavyozidi kuwa kubwa, mimi ni moja kati ya watu ambao nafurahi kuona nilishiriki kumwambia hili ni jambo jema, unaenda kuingia kwenye ndoa inakuja na baraka. Na hata jana nilikuwa na chat naye, nyimbo zake 3 ziko kwenye charts kubwa za Nigeria. Nikamwambia unaona namna gani ambavyo ndoa imekuja na baraka, na yeye mwenyewe anakiri hilo. Kwa hiyo
kwangu mimi ni furaha kuona namna gani Jux ameweza kutuwakilisha kwanza sisi kama Watanzania, ametuwakilisha sisi kama wasanii, lakini ameonyesha mfano bora na yuko na furaha kama kijana mwenzangu akiwa na furaha kama vile nafurahi. Ni vizuri kuwa na vijana wengi ambao wana furaha, wanafanya vitu positive. Kama ambavyo unajua sasa hivi kuna challenges nyingi za watu kupata misongo ya mawazo, afya ya akili na vitu vingine. Kwa hiyo tunapopata watu ambao wanafanya mambo makubwa mazuri, yanapendwa, tuna haja ya kupongezana, na kiukweli Jux anafanya jambo kubwa sana 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 sana. Yeah. Kwa kifupi umemvuia kofia kwenye. Nimependa namna ambavyo ameifanya harusi yake. Ni moja kati ya harusi kubwa kwa kutokea Afrika. Kwa hiyo nampongeza, amefanya jambo kubwa na limepokelewa. Unajua mara nyingi naambiaga hata rafiki zangu wengine, unapotaka kufanya jambo kama la harusi au nini, utoka unapoanza usiwaze kwamba nataka kufanya harusi kubwa sana ya kufunika watu au kufanya. Waza katika ule upendo na nguvu uliokuwa nayo. Jambo la Jux limekuwa kubwa kwa sababu ya support pia alopata kwa watu, kwa sababu ya namna ambavyo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameamua kulibariki kutokana na upendo wa baina yao wale watu wawili, na pia namna ambavyo Jux anaishi na watu wanaomzunguka. Watu wamejitolea, wamemsupport. Hivyo ndio vinavyopaswa kuwa. Lakini angesema labda toka awali kwamba nataka nifanye jambo kubwa, labda ajitenge na watu, afanye kama kwa level ya mashindano, labda watu wengine wangeona kuna haja ya kushiriki katika udogo au kutoshiriki. Lakini watu wamelifanya jambo kwa nguvu na kwa upendo kwa sababu ya aina ya mtu mwenyewe ambaye anafanya. Hivyo ndivyo vitu vinatakiwa kufanyika. Watu wakawa wanahoji, mbona analenga kwenye watu wako wanatupa mizigo sana, mbona analenga Hujaniona kwenye kutuza. chaga mwingi ama vipi? Kiukweli nilichange hela zangu kwa ajili ya kutunza, nilikuwa na hela za kutunza. Lakini kiukweli kulikuwa kati ya vita ya nafsi nafsi na tukio. Kwa hiyo nafsi ilishindwa, nikagundua nina mahitaji mengi sana nikiwa Dar es Salaam, nahitaji kuyafanyia kazi. Basi kwa bahati nzuri nilifanikiwa kuokoa baadhi ya kiasi kichache ambacho nilifanikiwa kukitoa kilitosha. Lakini siwezi kusema, lakini nilichange kiasi kingi sana ambacho baada ya kurudi kimeweza kufanya vitu vingi. Na kwa hiyo nashukuru Mungu, na vitu vingi nilifanya duty free huko. Kwa hiyo lakini nilitoa, sio kama sikutoa kabisa, nilitoa. Na nyingine niliwapa pia kwa sababu niliwahi kuondoka huko mbili, niliwapa shehe zangu wengine waendelee nazo. Kwa hiyo zipo ambazo nilitoa na nikawapa na watu wengine watoe, lakini nilichobakisha ni kingi kuliko ambacho nilikitoa. Muziki wa Billnass Nigeria kwa muda mchache ambao umekaa kule kwenye harusi ya Jux, ukoje? Na labda pengine kwa wasanii ambao pia wameenda kwenye harusi ya Jux, ukitoa Diamond Platnumz ni wewe na mke wako, na labda kuna namna ambavyo mmepata labda exposure za connection na baadhi ya mastaa ambao wako Nigeria, kwa maana kwamba collaboration na nini? Kwanza wasanii ambao tumeenda kwenye harusi, sidhani kama ni mimi tu na mke wangu. I think alikuwepo Jinako pia. Na nadhani Ommy Dimpoz pia alikuwepo. Kwa wasanii walikuwepo. Na mimi Nigeria sio mara ya kwanza kwenda. Kwa hiyo kuhusiana na muziki wangu Nigeria, kiukweli ni bado kabisa, siwezi kukudanganya. Natakiwa nifanye kazi kubwa sana, bado sana. Kwa hiyo lakini wapo wanamuziki ambao wamefanikiwa, ngoma zao zimefanya vizuri Nigeria. Zipo ngoma kubwa, mfano wimbo wa Jaiva, Mtoto Kautaka ni wimbo mkubwa Nigeria. Nyimbo za Jux, nyimbo za Diamond nyingi sana ni kubwa. Bado pia kuna sehemu nilipita nikasikia nyimbo ya Vanessa Mdee, unaona. Nandy na Joe Boy. Nimesikia nyimbo, yani sio kama nyimbo Azili, Harmonize, nimesikia wimbo wake. Kwa hiyo tunayo nafasi. Wapo wasanii ambao wanasikika zaidi, wapo wasanii wetu ambao wanasikika kidogo. Kuna sisi wengine bado kabisa hata kuanza kusikika. Kwa hiyo ni swala la kulifanyia kazi na kupigania kuhakikisha inawezekana, na inawezekana kwa ukubwa kabisa. Ni swala la kutengeneza muziki ambao
wenyewe utazungumza, kwa sababu mziki ni vibe. Ukipigwa nyimbo ya jive mtoto kautaka, the way watu wana vibe, ni kama ni nyimbo yao. Hakuna mtu atabagua mziki unapokuwa mzuri na unapomfikia na anapata ile vibe ambayo anataka kuisikia kwenye mziki. Kwa hiyo soko la Nigeria ni sio kwamba ni soko rahisi, ni soko gumu, kwa sababu pia na wenyewe wana wasanii wengi na wenyewe wanalitegemea pia soko lao na soko la nje. Kwa hiyo sio soko ambalo watakupa nafasi tu ya kuingia. Lina namna yake. Wenzetu wana njia nyingi sana za kulinda masoko yao, kwa sababu hii ni biashara ambayo inatimiza ndoto za vijana wao wengi. Kwa hiyo tukishirikiana kwa pamoja tunaweza kutengeneza mikakati ambayo inaweza kuturahisishia sisi kupita au kupenya katika hayo masoko.